Baba alimfundisha binti yake mwenye umri wa miaka 3 kuogelea kwa mara ya kwanza, lakini aliposikia mpenzi wake wa kwanza akiomba msaada, aliacha binti yake kwa uamuzi na akaogelea kuelekea mpenzi wake wa kwanza. Mpenzi wake wa kwanza alimfanya kwa makusudi binti yake ajifanye ana kifafa ili apate usikivu wa mwanaume. Kwa hivyo, mwanaume aliamua kuwapeleka mama na binti hospitali. Alisahau kabisa binti yake ambaye bado alikuwa akijifunza kuogelea. Kilio cha binti yake cha msaada kilipata majibu. Kwa bahati, kwenye wakati wa muhimu, alitumia saa yake ya simu kumuita mama yake. Mama alikuwa karibu kuuliza kilichokuwa kinatokea, lakini msichana alikuwa tayari amechoka na akazama kwenye dimbwi. Mama alitambua kuna kitu kibaya. Alipata dimbwi la kuogelea kulingana na eneo la saa. Alimuona binti yake akiwa anajitahidi ndani ya maji. Hata hivyo, hakuwa akijua kuogelea, aliruka ndani bila kusita. Alimuokoa binti yake kwa mafanikio kutoka kwenye maji. Lakini wakati huo, wazazi wawili walikuja na wakamsukuma chini. Ilibainika kuwa msichana aliyemuokoa alikuwa binti ya mtu mwingine. Wazazi walimkosea kuwa ni muuzaji wa binadamu. Kisha wakaondoka wakimtukana. Moyo wa mwanamke ulijaa kukata tamaa. Alitaka tu kumtafuta binti yake. Wakati huu, alijua kutoka kwa simu ya mtalii kwamba mtu alikuwa amezama kwenye dimbwi la kuogelea karibu. Hakuwa na wakati wa kufikiri na akakimbilia mara moja. Hata hivyo, bado aliona eneo alilokodisha. Hata hivyo, hakutaka kukata tamaa hata kwa mwangaza mmoja. Alimpeleka binti yake hospitali mara moja, lakini daktari alitangaza kwamba binti yake alikuwa amekosa wakati bora wa uokoaji. Mwanamke alitoka kwenye wadi kwa huzuni. Kumfanya mambo kuwa mabaya zaidi, alikutana na mume wake na familia ya mpenzi wake wa kwanza wakitoka kwenye chumba cha ushauri. Kuweza kustahimili tena na akakimbilia kuwafundisha familia ya mpenzi wake wa kwanza. Aliamini kwamba bahati mbaya ya binti yake ilisababishwa nao, lakini mume wake alimtetea mpenzi wake wa kwanza na akamwambia mke wake asifanye fujo bila sababu. Hakutaka kumwona mke wake kwa sababu alikuwa na haraka ya kusherehekea siku ya kuzaliwa ya binti ya mpenzi wake wa kwanza ya miaka 5. Mwanamke alimuona kabisa tabia ya kweli ya mume wake. Kwa hivyo, wakati mume wake na familia ya mpenzi wake wa kwanza walipokuwa njiani kwenda kwenye sherehe ya siku ya kuzaliwa, mwanamke alikuwa tayari amepamba eneo la sherehe kuwa maziko ya binti yake. Ifuatayo atamlipisha mume wake kwa matendo yake. Shukrani sana kwa sapoti yako. Kuangalia video nyingine zaidi na miendelezo, ni cheki kote YouTube, Facebook, TikTok na Instagram kwa jina la Mastory 24. Ukihitaji content za video au movie, wasiliana nami kupitia WhatsApp.